Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watazamaji wetu wa chaneli yetu hii ya Msimbo Online TV, siku leo tumekuja tena, tuna jambo adhimu, jambo kubwa, na leo tunakwenda kukielezea kisa maarufu, kisa chenye mazingatio, kisa kinachosisimua, kisa ambacho kinagusa kabisa mioyo ya watu. Nikome mtazamaji wangu, leo usipeleke mbele video ili upate ibra kutokana na kisa hiki. Kina mafundisho makubwa sana. Kisa hiki ni kisa cha kijana aliyetaka kujiua kwa sababu ya mali. Kijana aliyetaka kujiua kwa sababu ya mali ndio kisa ambacho leo tunakwenda kukuletea, ndugu yangu mtazamaji wangu wa chaneli yetu hii ya Msimbo Online TV. Na kabla atuleta kisa hicho, ni wakumbushe kitu kimoja kwa wale ambao wanahitaji kile kitabu cha dua. Watu wengi walikuwa wanapiga simu kutaka dua hizi tuandike katika kitabu, na tayari maandalizi yake yamekamilika. Kitabu hiki kitazunduliwa rasmi tarehe 1 ya mwezi wa 5, na kitabu hiki watakipata wale ambao wanatumia mtandao wa WhatsApp. Bi maana kitatumwa kwa mtindo wa PDF kitabu hiki, na gharama yake ni shilingi 10,000. Anayekitaka basi aweke oda yake mapema. Tarehe 1 tukizindua, basi moja kwa moja tutaanza kukisambaza kwa yule ambaye atakayekuwa anakitaka. Kitabu kinaitwa Silaha 50 za Muislamu katika dunia. Bi maana zimekusanywa adhkari mbalimbali, dua mbalimbali, zile ambazo zote tumezifundisha huko nyuma. Dua kwa ajili ya kusoma kwa kufanyia wadui, dua kwa ajili ya riziki, dua matukio mbalimbali, mpaka ya wale wanafunzi ambao kwamba wao wanasoma lakini ufahamu wao mdogo, kwa ajili ya dua za aina mbalimbali tumeweka katika kitabu hicho. Kwa hiyo gharama yake ndio hiyo, na ukitaka basi weka oda yako mapema ili tarehe 1 uanze kusambaziwa kitabu hicho. Na namba ya kuweka oda ni 0793 052 052. Hii namba ni ya Vodacom, 0793 052 052. Twende sasa katika kisa ambacho leo tunakwenda kukizungumza. Kisa mashuhuri sana, kisa maarufu sana cha kijana aliyetaka kujiua kwa sababu ya mali. Ndugu zangu, kisa hiki kilitokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisa hiki kilitokea wakati wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna kijana mmoja Mwenyezi Mungu alimjalia, alibahatika, alioa wake zake wawili. Alipooa wake zake wawili, Allah akamjalia huyo kijana akazaa watoto takriban 18. Wake wawili, watoto 18. Bi maana alikuwa na familia ya watu 20 nyuma, wanayemtegemea, wanayemzunguka kwa kila kitu. Na kwa bahati mbaya, wale vijana 18 wote hakuna hata mmoja ambaye naye alikuwa na uwezo angalau kumsaidia baba yao. Wote walikuwa hali zao dhaifu hali. Huyo kijana shughuli yake kubwa alikuwa mbeba mizigo tu masokoni. Beba hiki. Hii ndio ilikuwa shughuli yake kubwa, yeye kupatia riziki zake huyo kijana. Kijana huyu ameenda katika hali hiyo kwa muda mrefu, lakini cha ajabu, huyo kijana Mwenyezi Mungu alimjalia alikuwa 5 salawati, alikuwa swala 5. Tena sio zile za kunjunga, hapana. Tena alikuwa na swali kwa wakati. Ibada za sunna zilikuwa hazimpiti msikitini. Muda wote yeye katika kiadhiniwa adhana tayari anakuwa yuko msikitini. Swala za sunna, swala za fardhi alikuwa na swali sana kijana. Lakini kadri alivyokuwa anafanya zile ibada, basi hali zake zilikuwa ngumu sana. Na bahati mbaya, familia, watoto waliowazaa wote wao walikuwa hakuna ambaye anayejimudu. Wote walikuwa tegemeo lao ni huyu mzazi. Bi maana ule mzazi kama anakosa, basi wote wanalala njaa. Wameenda katika hali hiyo kwa muda mrefu sana, kiasi kwamba kijana akalazimika sasa aombe dua, awe anamuomba Mwenyezi Mungu dua ili ambadilishie ile hali yake ya kimaisha, angalau na yeye
aishi katika ile hali kama wanayoishi wenziwe. Kwa alikuwa anaomba sana dua, sana dua, sana dua, sana dua. Kijana huyu ameomba sana mpaka anafika kipindi sana anakata tamaa. Siku moja ameswali swala subhi, baada kutoka msikitini akawa yuko nje ya msikiti pembeni hivi, akaingiza kwenye mkono wake kwenye kanzu yake, akakuta kuna dirham 2. Akawa anawaza kwamba dirham 2 hizi leo nitaishije, takula nini, pesa imekuwa mtihani. Mawazo yakawa ni mengi sana kwake. Basi ghafla akatokea mtu mmoja amevaa kanzu, amevaa kiremba, na mkononi mwake alikuwa ameshika tasbihi, anakuja. Na alipokuwa anakuja yule bwana, huko anamshukuru, huko anamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bimaana akawa anasema huko anakuja akawa anasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Sasa wakati anakuja atamka ni maneno, yule bwana moja kwa moja akajua huyu bwana huyu atakuwa ni shekhi mkubwa na atakuwa mcha Mungu huyu bwana. Akaingiwa na tamaa kumwangalia yule bwana na kusubiana na yule bwana kwa jinsi alivyokuwa anasoma zile tani adhkari zile na nini. Akahamasika, akajua huyu atakuwa mcha Mungu sana bwana. Baada kufika pale yule bwana akanamshangaa, mbona uko hapa mnyonge? Yule aliyekuja sasa namuuliza yule kijana, akama ndugu yangu, mimi nafanya sana ibada, mimi huwa naswali sana, muomba sana Mungu, lakini mpaka leo maisha yangu yamekuwa magumu na hali zangu zimekuwa mbaya. Kwa hiyo akawa anamhadithia ili angalau yule bwana ampe ushauri afanyeje. Kincha ajabu yule bwana akanacheka sana, akacheka sana. Sasa akajiuliza, mimi nakuhadithia na kuambia hali yangu ilivyo, alafu wewe unacheka, inakuaje? Na ndio maana tukakataza sisi Waislamu kutoa zile aibu zetu, kutoa siri zetu kwa kila mtu. Mtu kwa shida kumwadisha kila mtu, tumezuiwa sana swala hili. Baadaye akamwambia kama mimi sicheki labda kwa vile labda na kucheka wewe, la, mimi ninacheka na kuona wewe ni mjinga sana. Jamaa akajiuliza, yaani unacheka mimi ni mjinga kwa lipi? Akasema wewe kila siku unakaa unamuomba Mungu tu, unamuomba Mungu tu, alafu Mungu mwenyewe unamuomba ukupa kwenye hakupi. Akasema mimi nataka nikushauri kitu kimoja tu, una watoto 18, una wake 2, jumla kuna watu 20 na riziki yako imekuwa ya taabu. Cha msingi wewe nenda mlimani kajiue tu, kisha kujiua huyo Mungu aliyokupa wale watoto yeye ndo atajua kama watakula nini, watavaa nini, atajua yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu. Yule bwana ale mawazo akasikiza kwa makini sana, kisha baada hapa akawa ameondoka zake. Yule ibilisi, kumbe yule bwana aliyekuja alikuwa si mtu wa kawaida, alikuwa ni ibilisi. Alikuja katika umbile la kibinadamu. Alafu baadaye akaondoka akamrudia tena katika umbile la kawaida la kiibilisi, ambaye alikuwa yule bwana hamuone kama yuko na mtu pale au yuko na kiumbe pale. Akawa anamfuatilia na msikiliza, sasa je, lile wazo aliyompa atalifuatilia? Atalifanya kazi? Akamsikia yule bwana anasema, "La, kwa maisha ya jinsi yalivyo na wazo alilonipa yule shekhe mwalimu, ni bora mimi nifuate wazo lake zuri sana, hata nimani nikajiue, upuuzi wa maisha uishie mbali." Basi jamaa akatoka anakwenda zake mlimani ili aende akajiue. Anafika pale mlimani, ule mlima ni mkubwa, ni mrefu, kupanda kawaida hivi na kwa mtihani. Kwa hiyo akawa na mawazo, anajifikiria nitapandaje huo mlima sasa. Ibilisi akamjia tena kwa mara ya pili, lakini katika umbile ambalo yeye hamuoni, akawa anamsaidia yule bwana kupanda ule mlima kiurahisi. Na hapa pana mafundisho vile vile. Mara nyingi ukienda katika mambo ya haramu, mambo yale Mungu asiyopenda, basi ibilisi mara nyingi wanayapamba sana ile mambo ili upate wewe kiurahisi. Ni sawa sawa na mtu ambaye anatafuta halali na mtu anatafuta haramu. Ya haramu inakuwa rahisi sana kuliko ile ya halali. Basi akamsaidia bwana akapanda mpaka juu mlimani. Kufika mlimani akachungulia pembeni mwa mlima na kukuta kuna bonde, kuna ufa mkubwa, alafu chini kuna mawe mengi sana. Ile bwana pale akasema acha nijiurushe hapa nijiue ili upuuzi wa maisha huu uishie mbali. Iwe kama kuni nini zulizo habari ya kula nini. Sikiliza kwa makini, kisa kina mazingatio makubwa sana. Kwa kijana aliyetaka kujiua kwa sababu hali yake, maisha yake yalikuwa magumu. Kaomba sana Mwenyezi Mungu ampe mali, Mungu hakumpa, kwa hiyo akaamua bora ajiue, upuuzi wa maisha uishie mbali. Basi alipokuwa amejirusha chini sasa ili akaanguke sasa. Kajirusha. Wakati anaelekea chini, ibilisi nani malaka al-maut akamwaya, akamshika yule bwana akamrudisha kule juu alikotoka. Kisha akamwambia, "Ataarifuni, unanijua mimi?"
Akasema la yaarif, mimi sikujui, wewe nani? Akasema ana malakal mauti, mimi ndio malaika mtoaji roho. Nimekuona unahangaika hapa, unatoka kujirusha, unataka kujiua. Anasema ndugu yangu, wala usihangaike wala usipate tabu. Nimeangalia katika daftari lako, katika faili lako, wewe sio kufa leo wala kesho. Ina maana hata hapa kama ungejirusha hapa, ina maana ungeanguka, labda ungeumia, ungevunjika. Bi maana ile tabu ilikuwa iko pale pale. Wewe siku yako ya kufa bado na una miaka mingi sana kuishi. Yule bwana alipoambia vile pale alichoka, akawa mnyonge sana sana. Akamwambia sikiliza bwana, wewe bwana malakal mauti, nenda kamwambie Mungu, mimi nimemuomba sana dua ili na mimi hali yangu ya maisha iwe vizuri, lakini mpaka leo hali yangu imekuwa dhaifu hali. Kwa nini nakuomba ujumbe wangu, nenda kamwambie Mungu. Na kama itashindikana hilo, basi ni bora mimi nijifirie mbali kuliko nikatoka katika hali kama hii. Kumbe wakati ule malakal mauti amekuja, alishapewa maagizo moja kwa moja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nini akafanya kwa yule bwana. Basi yule malakal mauti akatoa majani 5. Akambasikiliza bwana, haya majani 5 chukua. Baada ya ule mji unaokaa, mji unaifuata, kuna mfalme. Yule mfalme ana binti yake anaumwa takriban mwaka wa 10. Nenda na haya majani 5. Ukifika pale majani 5 haya, chukua majani haya 5 yakate pande 2, yani yachande katikati, upande huu na upande huu. Ina maana yatakuwa 10 yale. Ukifika pale kwa mfalme, pisha hodi, ukipisha hodi, mwambie bwana kuna kijana wako hapa anaumwa miaka mingi na mimi leo nimekuja kumponyesha. Majani ya kwanza utakayoponda yale ya ponde, alafu mpe yule binti anywe. Alafu ya pili yachemshe maji yake yule binti anywe. Yule bwana akatoka akaenda hadi nyumbani kwa mfalme. Akapiga hodi, kwa bahati nzuri akakutana na mwenyewe mfalme yuko nyumbani. Akafika pale akamwambia yule mfalme akasema haina shida kwa sababu binti yangu amekaa miaka 10, haamki kitandani, hakai chini, hawezi kutembea. Yule kijana akafanya kama alivyoelekezwa na malakal mauti. Maana alianza kuchukua majani akayakata, sehemu akayakamua, yule binti akayanywa, na mengine akachemsha. Baada ya kuchemsha akapewa yule binti akawa amekunywa. Wakamsubiria pale kitandani kama dakika takriban 5 mpaka 10. Yule binti ghafla akapiga chafya pale. Pia. Yule baba tajiri kwanza akastuka. Baada kupiga chafya, yule binti akawa amesimama sasa, amekaa kitandani katika hali ambayo ana muda mrefu na miaka mingi hajawahi kuiona babake hali kama hivi. Lakini sikukaa tu, yule binti akaamua sasa asimame aone je anaweza kusimama. Bahati nzuri akasimama na hakuna tatizo lilotokea. Akasema sio kusimama, hebu nijaribu kutembea. Kijana akatoka, binti akawa anajaribu kutembea na kweli akawa anatembea. Ile hali yule baba alipoiona tajiri ilimshangaza, alafu alikuwa haamini kwamba hiki ninachokiona ni kweli au ndoto. Wallahi, baada ya pale kilichofuatia, tajiri akamwambia yule kijana, sikiliza, nimehangaika na huyu binti kwa muda mrefu sana, miaka mingi sana. Na kama ni pesa nimepoteza nyingi sana. Leo umemfanyia kijana wangu hali kama hii kapona. Sikiliza, mimi nakata nusu ya utajiri wangu na kupa wewe. Yani utajiri wangu wote basi nusu yake na kupa wewe. Kweli akaanza kumwandikishia kwamba hiki cha kwako, hiki cha kwako, hiki cha kwako, hiki cha kwako. Tazama, yule kijana alitaka kujiua kwa sababu nini? Kwa sababu ya mali. Tamaa yake kwenye mali tu. Mungu akaona hapana, kama ni mali basi usijiue, acha mimi nikupe hiyo mali. Kijana ambaye alikuwa 5 salawati, alikuwa swala 5, vipindi vya swala vilikuwa havimpiti msikitini. Basi akapewa mali na utajiri, akamchukua ile mali. Sasa na yeye akawa miongoni katika matajiri wakubwa. Na bahati nzuri baada ya kupewa ile mali, Mungu akamuongezea mara 2 yake. Sasa akawa bosi kabisa. Mpaka marafiki zake kawaida wale akabadilisha, akawa na marafiki ambao nao wenye pesa. Hali yake, maisha yake yakawa mazuri sana huyo kijana. Familia akaendesha vizuri, wajukuu zake anasomesha shule za gharama. Yani hali yake kimaisha ikawa tajiri kabisa mkubwa. Tazama, kijana alikuwa tajiri sana, na kabla ya hapo alikuwa na swala 5, vipindi vya sunna zimpiti, mpaka qiyamul layl usiku alikuwa anasimama na alikuwa na swali na anamuomba sana Mungu. Mungu akamthibitisha utajiri sasa. Yule kijana baada ya kuwa tajiri, zile swala 5 akapunguza, akawa na swala 3. Yani akawa na swala subhi,
akawa swali maghrib na isha, yani ya dhuhuri na alasiri akawa kaiua na kwa yuko busy sana. Ikaenda huyo kijana akawa na swala mbili tu, bimaana na swali ya subhi kisha na swali isha. Zile ya magharibi na asri nasema yuko busy sana. Ikaenda huyo kijana akawa na swala moja tu ya subhi basi, kabla ya kutoka akawa na swali, baada hapo zile zingine zote akawa swali. Hata ule muda wa isha akirudi anasema amechoka akawa analala. Kijana ambaye alikuwa tumesema alikuwa swala 5 sana, lakini alimwomba sana Mungu utaji mali mpaka akataka kujiua. Mungu akamjalia kupata mali. Siku moja maana yule bwana kila baada ya wiki moja anakwenda kupeleka pesa zake katika sehemu anahifadhia pesa, yani benki tuseme. Siku hiyo amechelewa kwenda benki ile kijana, akaamua akasema nikipita na njia zingine hizi nitachelewa sana, hata leo nipite njia ya shortcut. Akamchukua farasi wake, yule farasi ana sehemu maalum nyumba, kuna sehemu ya kuwekea begi lake la pesa. Akamchukua farasi akaweka pesa yake na akachukua mabodigadi zake, mabodigadi wawili wakawa wanamsindikiza bosi anapeleka pesa wapi? Anapeleka pesa benki kwenda kuzihifadhi. Na hawakupita katika njia yao ya kawaida siku zote, wakapita njia ya shortcut, njia ya jangwani. Wale mabwana wamekwenda njiani mbele kabisa. Wanamkuta mtu anakuja naye ana farasi. Na farasi wake ni mweupe, amevaa vazi leupe. Alafu mtu ambaye rangi yake inang'aa sana, yani kama ni Mwarabu si rangi yake ni nyeupe sana. Wakawa wanamshangaa, huyu ni nani huyu? Mbona amependeza kiasi hiki? Ya farasi mweupe, kanzu nyeupe, anakuja Sheikh. Basi wanakwenda mpaka wanakaribiana naye hivi, kufika tu pale yule bwana akasimama na akasimamisha ule msafara usimame. Akasimamisha ule msafara usimame. Baada ya kusimamisha ule msafara akawasalia salamu. Baada ya kuwasalia salamu akawaomba na bwana, jamani sikilizeni, mimi ndugu yenu ni msafiri, kama mnavyoniona nina farasi huyu hapa, nimetoka katika maeneo fulani, lakini wallahi nimekatikiwa na safari yangu, yani chakula kimenishia. Chakula mimi sina chakula, kimenishia kabisa. Kwa hiyo nakuombeeni ndugu zangu, kama mna chochote basi wallahi alhamdu mweze kunisaidia. Yule bosi sasa akawa anamtazama yule bwana, mazingira yake jinsi alivyo na nini, hakutoa majibu. Yule bwana alivaa vazi leupe akaanza kumshangaa yule bosi, kumwambia bwana wewe, kama ninakujua wewe. Anamuuliza yule nani sasa, yule kijana, mimi kama ninakujua wewe, tushawahi kuonana. Anamuuliza kuonana wapi? Ndugu yangu, nini kimeendelea sasa hapa kwenye kesa hiki? Je, huyu mtu alivaa vazi leupe alikuwa ni nani? Na huyu bosi, huyu vazi leupe anamuuliza kijana bosi kwamba mimi nilishawahi kukuona, je alimuona wapi? Tukutane katika sehemu ya pili ya kisa hiki cha kijana alitaka kujiua kwa sababu ya mali. Je, huyu alivaa vazi leupe alikuwa nani? Anakwenda wapi? Na je kweli alikuwa anamjua? Na nini kiliendelea baada ya hapa? Tukutane sehemu ya pili inshallah. Tuende kwenye kisa hiki tukimalizie mpaka mwisho, ili tuone nini kimemfika au yepi yalotokea kutokana na kisa cha kijana alitaka kujiua kwa sababu ya mali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.